Tutaenda kujifunza ufupi tu kwamba ukimwamini Yesu Kristo utajua kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwamini Yesu Kristo utaijua kweli, na hiyo kweli itakuweka huru kweli. Haleluya, haleluya. Basi maandiko ya somo letu yanatoka kile kitabu cha Yohana sura ile ya 8, na mstari wetu wa msingi sana ni ile Yohana 8 mstari ule wa 32. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa faida tu ya wote, ili tupate picha kamili, basi tutenda kusoma mpaka ule ni ile Yohana 8 mstari ule wa 31, twende mpaka pale kama 37. Bwana Yesu asifiwe. Naomba yote aliyepata aweza kwanza tufungue Biblia zetu Yohana, kitabu kile cha Yohana sura ile ya 8. Twende Yohana ile sura ya 8. Yohana sura ya 8 mstari ule wa 31 mpaka 37. Lakini neno la msingi sana ni ile 32. Bwana Yesu asifiwe. Basi nisome, nasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli, tena mtaifahamu kweli, na nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala tujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? 34 anasema, Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua, kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neno lako. Asante kwa maana Baba, hata leo hii wewe uhai na ungali ukitenda, na maneno yako yako hai, na neno lako ni uzima. Asante kwa neno hili ambalo Bwana ulisema na watu wa enzi zile, ambao nao walikuwa ni watu na dini zao, ambao walikuwa na madhehebu yao, ambao Mungu wetu ni hai kweli, walipokuamini uliweza kusema nao juu ya maneno haya, lakini onyesha hawakuelewa. Walikuwa wanaliingia uasili wao, wanaliingia uhusiano wao na Ibrahimu, lakini hawakujua kwamba hili ni zaidi ya hilo, kwa maana Ibrahimu kwa imani yake alisikia, akazingatia, akatenda mapenzi yako. Tusaidie nasi tunapokwenda kujifunza somo hili leo. Bwana, ukatufungue ufahamu wa kila mmoja wetu, tukaweze kuelewa, ili Bwana tukapate maarifa uliyokusudia. Katika jina la Yesu tunaja mikononi mwako, tukiamini uko pamoja nasi hata sasa. Amen. Wote tuseme amen. Haleluya, haleluya.
na tunaona kabisa kwamba swala la msingi kabisa hapa tunasema, Yesu anasema wale waliomwamini kwamba wanatakiwa wafike mahali wasiishie tu kuwa na ufahamu wa juu na taarifa za juu, wawe na ufahamu wa ndani kabisa, waweze kujua, na ili waweze kuwa na ufahamu wa ndani, waweze kuwa na uelewa, waweze kuwa na maarifa, waweze kuwa na ujuzi, inapaswa, wanatakiwa wakae katika neno lake, wajifunze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba haitoshi tu kwamba unapohubiriwa unasikia, na Biblia inasema imani huja kwa njia ya kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini himizo la Yesu ni kwamba baada ya mtu kusikia na kuamini na ni kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, bado ana hatua nyingine ambayo anatakiwa achukue, apate mafunzo, apate mafundisho ya usahihi kutoka kwa mwalimu sahihi akiwa Yesu mwenyewe. Haleluya, haleluya. Na hapa tunasema hata yule ambaye ni mpako mafuta wake, ambaye kabisa ana maarifa sahihi, maana Biblia inasema sio vema kuhani, kinywa cha kuhani kukosa maarifa. Bwana Yesu asiwe, kwamba kama atakuwa naye amejifunza kwa Yesu, akakaa akapata akaelewa, akajua mapenzi ya Mungu, akalijua neno lake akalijua neno lake sawa sawa na kwa usahihi, huu ni rahisi kuwafundisha wengine na kuwaelewesha wengine na wakapata maarifa sahihi. Haleluya, haleluya. Hebu tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno, tumpigie makofi Yesu mwenyewe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asiwe. Na ndio maana nasema sasa hapa tunaona kumbe kwamba kuna uhuru kama mtu akiondokana, maana tunaona kabisa kwamba kumbe kwamba mtu akifundishwa, akafundishika, akaelewa, akapata kabisa elimu, na elimu tunasema ni ule ufahamu. Mara nyingi tunasema kama elimu inakuwa imekamilika au ujifunzaji, mafunzo yamekamilika pale ambapo kutaleta badiliko la kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani badiliko la kudumu, manake mtu alikuwa na ufahamu mdogo, anakuwa na ufahamu mkubwa. Alikuwa mjinga, anaondokana na ujinga, anakuwa ni mwenye nini? Mwenye ujuzi, mwenye maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Anaondokana kabisa na mambo ambayo alikuwa kama anabahatisha, ambayo alikuwa kama hana uelewa nayo, lakini sasa anakuwa na uelewa mpana na sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa Yesu ukianza kuangalia ili fundisho alikuwa amelitoa au maneno haya ndani yao, ili alijua hao watu yamkini ni kwamba walikuwa wamempokea kwa mihemko tu baada ya kuona ishara, miujiza na maajabu, lakini walikuwa hajaelewa wala hawajui hasa, hawajui kwanza ni faida gani, hawajui alikuwa anamaanisha nini, hawajui nini wajibu wao, nini wanapaswa wao wazingatie, waifanye, kwamba hawakujua hata mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukiendelea kusoma utaona kwamba anaeleza kwamba alipoongea lile neno na kwamba yaani wale waamini kwamba mkikaa katika fundisho lake au katika neno lake mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Tunaona wakaanza kutoa yale yaliyoko moyoni sasa, kwamba wao wakuona haya mambo mbona tena ni kama haieleweki. Itakuwaje sisi tuseme sisi ni watumwa kama ni imani na sisi tuna imani? Sisi tena ni uzao wa Ibrahimu, na kwa Wayahudi kwa asili wala walikuwa wanaingia uzao
ni wale ambao walikuwa hata na uwezo wa kusema hawezi kuchangamana na mataifa mengine au makabila mengine, kwamba hata kuona wao walikuwa wanaona wao kwa wao, kwa walijiona wao ni watakatifu. Walizosiwe, yaani zile sheria na kanuni zile za imani yao. Ukiangalia Mfarisayo alikuwa ni mtu ambaye anashika anakalili, alizania kwamba kukalili kule basi kumhakikishia ya kwamba sasa yeye tayari amepata kibali mbele za Mungu na kwamba yeye ni sawa na Ibrahimu. Walizosiwe, lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa na roho nyingine kabisa, kulikuwa na tabia nyingine kabisa, kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa ni ya kishetani kabisa. Wewe fikiria yuko pale, lakini ndani yao walikuwa wanahila, ndani yao walikuwa wanapanga vita, walikuwa wanapanga kuua. Bwana Yesu asiwe, Bwana Yesu asiwe, Bwana Yesu asiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ukaona mtu anaweza kaliingia dini yake, na wale walikuwa wanaingia dini, na wale walikuwa wanaingia asili yao, kwamba sisi ni wa dini fulani, sisi tangu si babu wa babu. Maanake wanamwingia Ibrahimu kwamba sisi ni uzao wake. Haleluya, haleluya. Kama vile mwingine anaweza akaingia dhehebu lake, Bwana Yesu asifiwe, akaingia dhehebu lake, tena anaweza akasema dhehebu letu zuri, tena lina mambo haya, lina mambo ya kisasa, unaona, lina mambo ambayo yamepangilika, yaani sisi tuna akili. Hakufanya hayo. Ibrahimu alikuwa na hofu ya Mungu. Ibrahimu hakuwa mkorofi. Ibrahimu hakuwa na hila. Ibrahimu hakuwa na wivu. Ibrahimu hakuwa na fitina. Haleluya, haleluya. Ambaye ingawa naniona niko kwenye mwili, lakini ndani yangu Mungu yuko ndani yangu. Roho yangu ni ya Mungu mwenyewe. Unayeongea naye hapa ni zaidi ya huyo Ibrahimu baba yenu, ambaye anaona mpaka mambo mnaowaza ndani ya mioyo yenu, ambao mwanadamu mwingine hawezi kuona. Kwa mfahamu, ndio maana akiendelea pale chini anawaambia wazi kwamba ninyi kama kweli mngelikuwa ni wa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa ni mcha Mungu, na alikuwa mcha Mungu, alikuwa ambaye alikuwa Ibrahimu alikuwa anashika maneno ya Mungu. Ibrahimu alikuwa anamtii Mungu. Ibrahimu hakufanya hayo. Ibrahimu hakuwa muuaji, wala roho ya ibilisi ya shetani ilikuwa ndani yake. Yeye alitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa mwaminifu, hakuwa na hila. Lakini nyinyi si baba yenu ni wanani? Ni ibilisi kwa ndani yenu. Ingawa mna dini zenu ambao mmeona kama ni kifuniko, lakini je, matendo yenu, mawazo yenu, fikra zenu, mioyo yenu si ya kimungu? Ndani yako hamna roho yule wa Mungu, hamna utakatifu ndani yenu, wala Roho Mtakatifu yuko ndani yenu. Mnaopanga ni ya kishetani. Haleluya, 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 haleluya. Na ndio maana kwamba haitoshi tu kusema mimi nimeamini. Kuna hatua ambayo inatakiwa sasa kufundishwa na ukubali kufundishika. Kuna mambo ambayo Mungu amekataza. Kwa nguvu zako huwezi. Tunamhitaji yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana pale Yesu alikuwa anaongea kama aliongea akiwa na uhakika kwamba ni mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Wala kusema kwamba mkikaa katika neno la Mungu au katika Mungu mtaijua kweli. Mkikaa katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapaswa kabisa kuona kwamba ili tuwe huru kweli kweli, kwamba tunatakiwa kukaa katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. La kwanza kabisa ni kukaa kwenye neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Utakaje kwenye neno la Mungu? Maana kukaa kwenye mafundisho yake. Kubali kuwa mwanafunzi. Kumbuka hapa Yesu alikuwa anaongea na wale waliomwamini. Na maana Yesu alikuwa wale wanaomwamini
kwanza kabisa, hatua kwanza alikuwa anawafanya kuwa wanafunzi. Haleluya, 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 haleluya. Maana wengine walikuwa nakimbilia kwamba Yesu alipo wa kwanza kabisa, hatua ya kwanza, stage ya kwanza kabisa, kwamba mtu ajue kwamba anatakiwa kuwa mwanafunzi. Haleluya, haleluya. Sasa shida ilikuwa ni mgongano wa uzoefu wao na heshima yao, kwa sababu tunaamini miongoni mwao hawa walikuwa ni wale watu ambao walikuwa wamejifunza neno la Mungu na huenda walikuwa na umri mkubwa hata kuliko Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umri ule wa Yesu tangu azaliwe, walikuwa kwa ambao walikuwa na wao ni walimu kabisa wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kulikuwa na wanasheria, kulikuwa na waandishi, wale ambao wananchi walikuwa ni washika Torati, wenye kukalili, wenye kuelewa. Na ndio maana wakaa na shangaa, inakuwaje tena anatuona kama sisi ni watumwa? Lakini Yesu anawaambia kwamba hapa anachozungumzia kwamba dhambi ndio inayoleta utumwa, kwamba mtu yeyote anayetenda dhambi moja kwa moja automatically anajikuta tayari yuko kwenye utumwa wa shetani. Haleluya, haleluya. Kwamba yani utumwa anaozungumzia haukuwa ule wa kimwili, anazungumzia pale utumwa wa kiroho ambao pia unaathiri kabisa hata uhuru au ule utumwa unamfanya mtu anyang'anya hata ule uhuru wa kimwili. Walezosiwe kwamba wao walidhania kwamba anaposema mkikaa katika neno lake mtakuwa wanafunzi wangu wake kweli kweli, na kwamba mtaifahamu kweli. Manake wao walidhania kwamba ni kama Yesu, mbona kama anawadhalilisha, mbona Yesu kama anawadharau, mbona Yesu kama anashusha hadhi, inakuwaje ametukuta sisi tena? Yeye ametukuta sisi, tuna imani yetu, ametukuta kabisa na taratibu zetu, na tunasoma neno la Mungu, na sisi kila ibada tunaingia hapa. Yeye amekuja tu leo hii, alafu tukimwangalia ni kijana tu. Walezosi, ukiendelea kusoma hii kitabu mbele kule, anaonyesha wale kwanza, anaanza kuonyesha kitu gani kinachowasumbua. Wanasema hujafika hata miaka 50. Walezosi, yaani kwa mafundisho yao na imani yao walikuwa wanajua kwamba nabii awe na umri gani, na kama ni mtu ambaye yani Mungu anaweza kumwonyesha kwamba yani watu umri fulani ndio walikuwa na uwezo akawa kama nabii ambaye angeweza kuyatoa, kwamba wewe hujafika hata miaka 50 hapo unaweza mambo ya Ibrahim, kwamba kabla Ibrahim hajakuwa mwoni kwako. Walezosiwe wanaona kama anakufuru huyu. Haleluya, haleluya. Lakini neno liko pale pale. Ukimwamini Yesu, hatua inayofuata inapaswa mwanafunzi. Na tunajua kazi, lengo la mwanafunzi ni kwamba apate muda wa kufundishwa, kueleweshwa, aelewe, ili ufahamu wake uwe sahihi na mkubwa juu ya jambo lile, na maana yake juu ya Mungu. Kwa Yesu anapotuokoa tunapata jambo moja, kwamba kwanza anatufanya kuwa wanafunzi. Na kuwa wanafunzi maana yake tunatakiwa tuwe tayari kujifunza. Maana yake tuhudhurie kwenye mafundisho. Kama ni darasani, tuhudhurie darasani. Lakini kwa sasa tuseme tuhudhurie kwenye vipindi vya mafundisho. Kama ni wamama, hudhurieni kwenye vipindi vyenu vya wamama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kama ni vijana, hudhurieni kwenye vipindi vyenu. Na kama kuna semina za mama, hudhuria, usipuzie. Maana lile ni darasa ambalo nataka muelewe mambo ya msingi sana. Kama ni wababa hivyo hivyo, kama ni washirika wote wa kilei na watoto hivyo hivyo. Na ingawa sasa hivi inaonekana ni kitu kama cha kawaida, lakini kina msingi, kwa sababu lengo lake ni kwenda kumuondolea ujinga ule mtu. Na Yesu anajua kwamba bila kuwa na maarifa, bila kuwa na ujuzi, na ujuzi au maarifa hawezi kuja hivi bila kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana anasema ya kwanza kabisa
ni lazima uwe mwanafunzi. Kwa nini? Kwa sababu mtu asipokuwa mwanafunzi atakuwa na ujinga, na ule ujinga yule baadaye atakuja, ingawa kweli anakiri kabisa kwamba mimi ni mcha Mungu, lakini atafanya mambo ambayo sio mcha Mungu. Shetani anaweza kutumia ujinga, kwa sababu shetani yeye pale, ukiangalia Hosea, ukisoma Hosea 4:6, labda mmoja asome, inaeleza wazi kabisa, na ukianzia moja mpaka pale, ukipata muda wako, anazungumzia ni kwamba kuna watu ambao wanakataa maarifa, maana wamekataa kuwa wanafunzi, ni wavivu sana, vile ambavyo kwa mwanafunzi yoyote anayehudhuria mfululizo anapata mtiririko wa maarifa kamili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu atapata, maana maarifa yale yanakuja ni taarifa, ni taarifa ambazo atakuwa anapata, ni habari ambazo atakuwa anapata, ingawa sasa baadaye anaendelea kuweka kumbukumbu. Mwanafunzi yoyote ambaye ni mhudhuriaji mzuri wa vipindi wa masomo, ukweli ni kwamba yule ana nafasi kubwa ya kuwa na uelewa na ufahamu mkubwa, kwa sababu atakuwa anaendelea kuongeza maarifa, kuongeza ujuzi, mpaka baadaye utashangaa anaweza kuwa sawa na mwalimu. Wale sio, ana uwezo kabisa. Lakini mwanafunzi ambaye au ni mtoro, maana sisi kama walimu kuna mwanafunzi ambaye tunasema mtoro sugu. Yaani huyo anaweza kupata hata mwezi, halafu anakuja kutokea. Akitokea labda siku 2-3, wiki moja, anapotea tena. Bwana Yesu, maana anajua kwamba kuna sheria inayomlinda, kwamba anatakiwa ili aondolewe kwa mwanafunzi, inatakiwa akishakosa masomo siku 90 mfululizo, huyo tena kosa sifa ya kuwa mwanafunzi. Bwana Yesu. Kwa hiyo kuna mwingine anajiona mjanja sana, anaamua na hudhuria siku, anaweza labda kwamba ni siku 90, anaweza kuhudhuria siku 80, akawa mtoro siku 89, siku ya 90 yuko. Kwa huyo moja kwa moja kianza kuangalia, ukienda kwenye sheria na mlinda, alafu anahudhuria labda wiki moja, baadaye tena anapotea tena. Sasa huyo ni mwanafunzi sugu, na huyo hata mtihani hawezi kushinda. Bwana Yesu, huyo hawezi kushinda. Lakini wanasema kuna utoro wa rejareja. Unajua utoro wa rejareja? Yaani kwa wiki anaweza kuhudhuria mara moja, mara mbili, au kuhudhuria mara 3 hizo siku zingine, au kile kifike Ijumaa anasema hiyo anaipotezea. Na wao nao ukianza kuangalia haya makundi hao wanaosema kwamba hao watakuwa wanakosa, kuna vitu ambavyo wanakosa. Na kwa kawaida mwalimu sio rahisi aje arudie masomo yote aliyokuwa anafundisha au zile mada alizokuwa anafundisha kwa wanafunzi wale watoto. Ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtihani uko pale pale. Ulikuwa unahudhuria mfululizo, anahudhuria mfululizo. Hata mtihani ukija, ukweli ni kwamba yeye anajiamini zaidi na ana uwezo wa kujibu maswali. Lakini mtoro wa rejareja atakuwa hivyo na maarifa yake au ujuzi wake utakuwa hivyo, wakirejelea hivyo, maana atakuwa nusu, yaani sio kamili. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema atakuwa pasho, yaani sio kamili, pasho hivyo. Yaani kwa sababu sio mhudhuriaji, sio mtu mwenye kuwa mwanafunzi mzuri mwenye kusikiliza mafundisho. Hivyo kama ni mvivu ibada, hivyo ibada ambayo kuwepo sio rahisi ukumbuke Mungu alisema nini na watu wake. Haleluya. Na kama ni semina ilishapita, wale walio kwenye semina ukweli watapata ujuzi, watapata maarifa yale ambayo alina ufahamu juu ya jambo lile ambalo lilikuwa linafundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ina maana na yule siku 90,
yule ambaye yule mtorosugu yule ambaye mahudhurio yake ndo hayo, ambayo ingia analinga sema akiwa mtihani haogopi mtihani, ila anaogopa kuhudhuria shule. Bwana Yesu. Yaani kwenye vipindi sasa ikija mtihani, hapo ndipo ambapo tunasema itajulikana tu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na sasa tukija sasa hapa Yesu alipokuwa hili somo linatufundisha nini? Kwamba hata sisi leo Yesu katika nyakati hizi anasema na sisi kwamba ukishaamini kuna hatua nyingine, na mwanafunzi yote mzuri anakuwa na shauku ya kujua au kufahamu au kujielimisha juu ya kile ambacho hakijui. Walesosi anakuwa na hamu na shauku na njaa. Walesosi, na ndio maana anasema hata kule ukisoma kwenye Mathayo 5 pale anasema heri wenye njaa na kiu ya haki na watashibishwa. Walesosi, kwa manake yaani ndani yake yule atashibishwa, kwa sababu manake jambo ambalo alikuwa na mashaka nalo, jambo ambalo alikuwa ataelewa. Na ni ngumu sana mtu kama huyo hata kuweza kumdanganya. Walesosi, ni ngumu sana. Kwa hiyo sasa inakuja sasa huyu kwenye mtihani sasa, kwamba pata maarifa kamili na acha ubishi. Hapa tunapata somo lingine, tunaona kwamba kuna watu ambao wanaweza wakajiona kwamba wao ni wenye haki, wana ufahamu mzuri, wamesoma sana kuliko wenzao, kwamba yeye hahitaji kusikiliza, hahitaji kubariki jambo lingine kusikia kwa mtu mwingine. Lakini ukweli ni kwamba inatakiwa tuwe na tabia ya kuwa wanafunzi siku zote. Maana hata mwalimu mzuri wanasema ni mwanafunzi mzuri. Walesosi, yaani mwalimu ili awe mzuri, awe mahiri zaidi, anatakiwa awe mwanafunzi mzuri. Kwa hiyo maana yake kwamba mafunzo yetu, elimu yetu, yaani Yesu hapa anasema iwe ni endelevu, kwamba kadri unavyoendelea kuishi duniani bado kuna maarifa mengine, kuna ujuzi mwingine ambao unatakiwa tuendelee kuupata kutoka kwake. Na kama sasa hivi tunajua kwamba Roho Mtakatifu ndio kazi yake, ndio maana hata Yesu mwenyewe alisema atatupa msaidizi ambaye Roho Mtakatifu, ambaye naye atafanya kazi hiyo hiyo. Kwanza atatufundisha, nyingine atatukumbusha, Bwana Yesu asifiwe, na kutuongoza katika kweli yote. Maana anasema na habari ya mambo hata yajayo atatupasha. Haleluya, haleluya. Manake hapo hao Wayahudi wao walikuwa wajui kwamba wao walikuwa na ufahamu kwa kipindi chao na upeo wao, lakini walitakiwa waruhusu kuwa wanafunzi na kumsikiliza mwalimu wa walimu. Tena wao wenyewe walikuwa wanamuita Rabi, manake ni mwalimu. Mwalimu, kwamba angemsikiliza wangepata maarifa zaidi na wangepata ufafanuzi wa kwamba Mungu aliposema hivi alikuwa na maana gani. Bwana Yesu, kwa sababu kuna tofauti ya kukariri na kuelewa. Mtu anaweza kukariri usielewe. Bwana Yesu, ndio anasema maarifa kamili, yani kama mtu elimu imefanyika pale, au mafunzo kujifunza kumekamilika, ni pale ambapo mtu akaelewa alafu akabadilika kitabia. Bwana Yesu. Kwa Yesu hapa alikuwa anaona kwamba kweli nyinyi mmeniamini, mmesikia neno langu mkaniamini, lakini ndani yenu inahitajika mjifunze zaidi ili muelewe, ili mpate maarifa, ili kuwe na badiliko kamili la kiroho. Na hayo badiliko ilituonyesha kabisa kwamba watu walikuwa mtii Mungu, sasa wanamjua Mungu. Hao walikuwa muelewe Mungu, sasa wanamuelewa Mungu. Alikuwa elewa mapenzi ya Mungu, sasa wanaelewa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa sababu kitabia wataanza kuishi sawa sawa na neno lile na mafunzo yale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vinginevyo mtu anaweza kama mtu wa dini tu akashika na kalinga kama hata sasa hivi. Ukimgusa tu mtu anakuambia mimi bwana, mimi ni wa dhehebu fulani, mimi wa dini fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usijue
hiyo haitoshi. Ndio maana kwamba walikuwa wanalingia Ibrahimu, ilikuwa haitoshi, kwa sababu ni kweli ilikuwa na Ibrahimu, lakini ndani yao mbona walikuwa wanafanya mambo ya kishetani. Mungu mwenyewe huyo ambaye wa Ibrahimu ndiye aliyetoa zile amri ambazo alisema usiue. Haleluya, haleluya. Lakini wao ndani yao walikuwa wanapanga vita vya kumuua tena huyu ambaye ndiye amekuja kuwaletea habari njema, habari za kwamba wamjue Mungu wa kweli, habari za kwamba wakimjua Mungu wa kweli na wakakubali kuwa wanafunzi, watakuwa huru kweli kweli, wataondokana na ujinga, watajua kabisa kwamba sisi ni watu wa Mungu na Mungu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ujinga gani? Watajua ukweli wa kwamba tukimwamini Mungu ni kwamba sisi tuko huru na nini? Tuko huru na zile na tuweza kusema hofu au dhoruba za maisha. Tuko huru. Mungu huwaga anawasikia kwamba ukiwa mwenye haki mtakatifu, Mungu anasikia wacha Mungu wake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na pia wawe huru kutokana na tabia yao ya ubaguzi. Walikuwa ni wabaguzi. Na ukianza kuangalia, ndio maana tunakuta kwa ubaguzi wao walishindwa hata kupata taarifa, kufunuliwa juu ya kuzaliwa kwa Yesu mwenyewe. Yesu akaenda kwamba Mungu akatoa malaika akaenda kujidhihirisha kwa wafugaji ambao walikuwa mbugani kule. Waliona jeshi la malaika na wakapewa taarifa. Lakini kumbuka, kwa nini? Sasa swali, kama wao kweli Mungu walikuwa wanamjua Mungu, kwa nini Mungu akawapa taarifa ya kuzaliwa kwa Masihi? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wao kwa nini alienda kujidhihirisha hapa taarifa wale kule, ukisoma Luka pale kwamba malaika akawatokea wale wafugaji. Yaani kama hivi anatuacha sisi hapa, anaenda kujidhihirisha kwa wafugaji unaowafahamu ambao wanaishi na mifugo porini. Bwana Yesu asifiwe. Na maana wale walikuwa na shauku, walikuwa nasikia habari, walikuwa wana muda wa kukaa kama sehemu hii, lakini ndani ya mioyo yao walikuwa na shauku ya kutokea kwa Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile hamu akaenda kujidhihirisha kwao. Hao walikuwa wajuaji, walijiona wao hakuna mtu ambaye anaweza kuwafundisha. Hakuna mtu akuambia lolote. Bwana Yesu asifiwe. Na hata hapo walikuwa wabishi. Tenda kuangalia. Yeye wanaongea na yeye ambaye yeye amewahubiria, wameamini. Bado anawaelekeza, lakini wabishi. Manake hawataki kuendelea kujifunza. Hawataki kujifunza zaidi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nini wanang'ang'ania misingi ya nini? Ya dini yao. Sheria za dini yao. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo hata nyakati hizi ni kwamba watu wanaona wako salama sana kuwa mimi na dini hii, mimi wa dini hii, mimi wa dhehebu hili, mimi sio hiyo. Na sijue kwamba Yesu hakuja kwa ajili ya dini. Ndio maana hata wale Wayahudi au wale Mafarisayo walidhani Yesu alikuja kwa ajili ya taifa la Israeli. Nawaambia kwamba hakuja kwa ajili ya taifa la Israeli. Alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Manake hata ulimwengu wote. Manake hata Tanzania alikuja kwa ajili ya Tanzania. Haleluya, haleluya. Alikuja hata kwa ajili ya mataifa yote unayowafahamu. Alikuwa ni mataifa yote Ulaya na Asia. Alikuja hata kwa ajili ya Urusi. Alikuja hata kwa ajili ya Marekani. Alikuja hata kwa ajili ya nchi zote za Kiarabu. Alikuja kwa ajili hiyo. Wala hakuja kwa ajili ya taifa lile tu. Pale ilikuwa ni njia tu ya udhihirisho, ili unabii utimie kwamba atazaliwa kwenye eneo ambalo ndio Israeli ipo sasa, kwamba ataitwa Mnazarayo. Lakini kumbuka ni ahadi toka pale ambapo kwenye anguko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu alitaka ajue kwamba lazima mjue kwamba haya mimi nimekuja na nimeandikiwa hayo, na kazi yangu na huduma yangu niliyoandikiwa mimi ni kuja kwanza kuwakomboa wanadamu wote na dhambi
akili zao. Haleluya, 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 haleluya. Kwa nini alifahamu akili zao? Wale walijua kwamba amekuja kuwakomboa Israeli, taifa lile kutoka kwenye ukoloni au ule wa taifa lile la Kirumi ambao lilikuwa linawatawala Israeli. Ndio maana kuna wakati ufahamu wao alitaka kumfanya kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sasa nyinyi kaeni mjue kusudi langu, kujue misheni yangu, kwamba Mungu amenituma kwa ajili ya nini. Mimi sikutuma kwa ajili tu ya Waisraeli, nilitumwa tu kwa ajili ya ulimwengu mzima. Nilitumwa kwa ajili ya Waafrika, nilitumwa kwa ajili ya Wazungu, nilitumwa kwa ajili ya Waarabu, nilitumwa kwa ajili ya Wachina, nilitumwa kwa ajili ya Wajapani, nilitumwa kwa ajili ya Wakorea, yaani ulimwengu mzima. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wao walitakiwa fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliyotaka kwamba ni kweli nyinyi ndio ambao Mungu aliwakusudia, alijidhihirisha kwenu, na kweli ameteua kwamba ni taifa liwe la mfano, kwamba liwe taifa la mfano la uacha Mungu, kwamba kupitia wengine wajifunze kwenu, kwamba nyinyi, kwamba Mungu huyu wa kweli ambaye ndiye aliumba mbingu na nchi yukoje na ana tabia zipi, na kupitia nyinyi mtakapoelewa mtawekwa kuwa kweli, mtakuwa huru. Na mkiwa huru, maanake hapo watu wengine, maana uhuru ule unaleta furaha, unaleta amani, ni nuru. Wengine wataona kwamba heri twende kwa Mungu huyu wa Israeli, lakini kwamba aliyejidhihirisha wapi? Kwenye taifa la Israeli. Na sisi tunamtaka huyo Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tangu hapo kulikuwa na miungu wengi. Haleluya, 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 haleluya. Na hiyo ndio ilikuwa watu wajui. Na Yesu alikuwa anajua kwamba hata kabla watu walikuwa wanaabudu miungu mingi. Na hata sasa watu wanaweza nadhania kwamba kuna Mungu si mmoja wa hakuna. Yaani kwa Mungu ni mmoja, aliumba mbingu na nchi. Lakini watu wanaabudu miungu mingi. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ina maana kwamba hata wao bado, pamoja na Yesu amekuja amedhihirisha kwa ishara, miujiza na maajabu, wakana shangao na furaha wanashangilia, lakini bado watu walikuwa imani zao bado ziko kwenye ile miungu yao. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba sasa tunasema uhuru kamili wa kiroho upatikana kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, kwamba ni Mwokozi, kwamba alikufa, kwamba Mungu yaani kwamba sasa wajue kwamba pale anaongea nao alikuwa ni mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka alizaliwa. Na kumbuka unabii huu wao wenyewe hawa walikuwa nao. Na kwamba Masihi akakuja. Na kweli Masihi akaja. Wala kuamini. Walikuwa na picha yao. Walikuwa na mtazamo wao. Yaani picha Masihi walikuwa na nyingine kabisa. Ambapo sasa Yesu anasema, ndio anawaambia, nyinyi hayo mawazo yenu hayo, mitazamo yenu hiyo, inatakiwa muachane nayo. Hebu nisikilizeni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nyie kubali kwa wanafunzi. Mkae katika ile neno nitakalowaambia. Na mtaujua ukweli. Na pale ninaposema kweli inamaanisha mtalijua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kweli ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Labda tusome Yohana 5 mstari wa ngapi? Yohana 17 mstari wa 17. Anasema mwatakase kwa ile nini? Na neno lako ni? Hebu asome mtu mmoja. Mwatakase. Bwana Yesu asifiwe. Anasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Amen. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa neno la Mungu ndio kweli.
Neno la Mungu linachosema ndio sahihi, iko sahihi. Wala neno la Mungu haina porojo. Haleluya, haleluya. Neno la Mungu manake sasa Yesu alikuwa anataka kwamba wakae katika neno la Mungu. Wasikae katika mapokeo yao. Wasikae katika mafundisho yao, hadithi zao. Haleluya, haleluya. Wasikae katika mila na desturi zao. Maana wengine wanapenda hadithi nzuri. Wengine wanapenda yale mahubiri na mafundisho yale yenye porojo, si ndio? Yaani mtu anacheka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile kwamba neno la Mungu halina porojo. Kila ambacho kimeandikwa inachosema kiko hivyo hivyo. Haleluya, haleluya. Kwamba mtawekwa huru ninyi, kwamba Mungu alishasema kwamba yeye kwanza, yeye ni kweli, sio kama shetani. Mjue nyinyi mnajidai kama ni wa Mungu au wa Ibrahimu, lakini kumbuka, yani kama ni mwenye hila, kama ni muuaji, kama mwenye chuki, kama mwenye fitina, kama ni mwenye faraka, ni shetani. Kwa nini anasema hajawahi simama kwenye kweli hata siku moja? Maanake shetani hana ukweli wowote. Hata moyo wake wenyewe na nafsi yake, yani yeye tayari ameshaharibika. Ni wa udanganyifu, ni wa uongo. Walizosiwe kwamba hata leo sema anatoka kwenye akiba yake, yani ndio ufahamu wake uko hivyo, ndio akili yake iko hivyo, ndio ujuzi wake uko hivyo. Walizosiwe, lakini alikwamba Mungu wewe yeye ni kweli. Atakachokuambia ni kweli, ukishika utapata matokeo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano kama sasa hivi nilikuwa nasikia kisa kimoja kwamba watu wanaamini manabii. Yaani nakumbuka Yesu alishaona. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine kabisa, wengine waliangamizwa kabisa. Wanaambia kwamba yeye ameoteshwa kwamba kwa siku ya kurudi kwa Yesu. Nafikiri mliona mambo ya Uganda. Kibwetezi. Watu wakaangamia kwa nini? Kwa ujinga. Lakini kumbuka neno la Mungu linasemaje? Ina maana wale watu walikuwa ni watu ambao hataki kujifunza wenyewe. Yaani kusoma neno la Mungu, kujifunza hapa maanisha soma neno la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na muda wa kusoma neno la Mungu. Ukimwomba Mungu, Roho Mtakatifu atakuongoza, atakupa tafsiri iliyo sahihi. Kwa sababu Mungu ni roho na Mungu ndiye anahitaji wale wanaomwabudu katika roho na kweli. Haleluya, haleluya. Vinginevyo singekuwa na ubishi kama huu. Kwamba kama wale watu walikuwa wamekubali kuwa wanafunzi wa neno la Mungu, ndio maana sema ukikaa katika neno langu. Na tukumbuke kwamba Yesu mwenyewe Biblia inasema, ukisoma Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Nasi tukauona utukufu wake. Yaani akafanyika mwili, tukauona utukufu wake. Tena ule utukufu wa Mungu mwenyewe, asema Baba mwenyewe. Amejaa neema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba maneno yake yalikuwa ni yale ya kweli. Yaani kama mtu yuko kwenye hofu, basi anapata amani. Kama mtu alikuwa na dhoruba za kila aina za maisha, mtu alikuwa na matatizo ya magonjwa, hofu za kila aina, si uchumi, yeye alikuja kuwafanya watu wale walikuwa maskini wawe matajiri. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ina maana mtu yoyote ambaye anaweza kusema kwamba mimi nimemwamini Yesu, si nimemwamini Yesu, Yesu uko ndani yangu, kumbe hapa natakiwa hatua inayofuata mimi ni mwanafunzi. Nikijifunza, nikielewa, nitajua kama nahitaji kupona mnifanyeje. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tumuombe yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kumbe natakiwa nimuombe, lakini mtu mwingine akija akaanza kuniletea kwamba Bwana unajua wewe maana anakuwa kama mwaguzi sasa. Kwamba unajua tena wengine wanaenda mbali sana. Anaambiwa mama yako ndio anayekuloga. Mama yako ndio anayekuloga. Baba yako anakuloga. Sasa unawaza,
kama angeamua sawa, hata kama walikuwa na hiyo, kwa sababu amjui Mungu, hicho sio cha ajabu. Mimi nimepata neema kumjua Yesu, na najua kwamba mimi nikishamjua Yesu nikampokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, mimi nimeshahamishwa tayari. Biblia inasema nimetolewa, yaani nimehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, nimeingizwa kwenye pendo la mwana wake, yaani katika ufalme wake. Walizosiwe na kwamba yaani hata nidhuru vipi mimi walizosiwe. Lakini utashangaa ile inapandikiza chuki kwa huyo. Utashangaa mtoto anaweza kumsusa kabisa baba yake, mama yake. Haleluya, haleluya. Akaanza kumwona yule ni shetani. Lakini nani amesikia neno la nani? Nabii. Walizosiwe. Lakini Biblia inasemaje? Wewe uliyempokea, kila aliye na mwana ana ushuhuda. Haleluya, haleluya. Na kwamba mimi kama ninaye Yesu, mimi pia nina nafasi, sio nisikize ya nabii, lakini inasemaje? Kwamba je, hiyo inaniletea amani au inanichonganisha? Lakini bado Biblia inasemaje? Kwamba adui mpende. Haleluya, haleluya. Nisimchukie. Kama mimi nilitoka kwake kwa mzazi wangu, na mimi ndo mpaka amenilea mpaka nimefikia ufahamu huu, na huenda hata amenisomesha tayari na nafasi yangu, kwamba sasa ni zamu yangu. Sasa ukiwa na neno la Mungu na ukajifunza ukaelewa, utasema hapa itajulikana. Shetani lazima atapike, lazima watapike wazazi wangu, lazima waachie, lazima wamjue nani? Kristo. Kwa ni kazi yangu mimi kuvunja na kuharibu, kwamba shetani ninateka. Na kweli utashangaa Mungu anawapa neema, maana neema ya wokovu iko juu yao pia. Walezosiwe. Kwa hiyo utadanganyika, utaingia kwenye mgogoro tena, utakuwa kituko. Unaweza kuwa kituko hata kwa ndugu na jamaa. Hata wengine wanaweza simwamini Mungu wako, wasema sasa nini tena? Imekuja kuleta faraka tena, imeleta kuleta mambo ya ajabu. Walezosiwe. Kwa nini sisi tuwaogope wachawi wakati itakiwa chewa tuogope sisi? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ndio hiyo kwamba utaweka huru. Utaweka huru na kudanganya. Utaweka huru kabisa na hofu dhidi ya nguvu za shetani. Utajua kwamba ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nini? Nyoka na tena anasema na nguvu zote za yule adui. Si amesema pale. Sasa nguvu zote ni zipi? Kwamba kama ni mchawi, sasa mimi niogope. Mchawi anatakiwa niogope mimi. Haleluya, haleluya. Mchawi anatakiwa kuogope wewe. Wewe uliyemwamini Yesu Kristo. Anatakiwa kuogope wewe. Walezosiwe. Anatakiwa wewe, sisi hatutakiwi kumuogopa. Yeye ndo anatakiwa tuogope, wala hofu. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa limeandikwa kazi alizozifanya Yesu, tumeahidiwa na sisi tutazifanya. Na unaanza kutafakari kazi gani alizifanya. Yesu alitoa pepo. Kwa tunajua ukisema uchawi ni pepo. Ingawa wengine wana majina mengi, wengine majini, wengine sikinyamkela, wengine mizimu. Kwa tutakuwa huru na habari za hofu za mizimu, kwamba tutajua mizimu haiwezi kuwa na nguvu kuliko Mungu wetu aliye hai, kwamba aliye ndani yetu, Biblia inasema yaani aliye ndani yetu ambaye ni Yesu Kristo ana nguvu kuliko aliye nje, maana kuliko shetani na majenti wake na nguvu zake. Walesosiwe. Kwa hiyo sitaweza kuogopa, manake Biblia inasema kwamba sisi tunatakiwa tuwe watu wa amani. Walesosiwe. Kwamba yani Yesu mfalme wa amani, sisi tunatakiwa tuwe mfalme wa amani. Na tutajifunza kwamba bibi Yesu kipindi chote kile, ina maana si wachawi wote wale wa Israeli. Unafikiri kulikuwa hakuna wachawi? Si walikuwepo? Kwani unafikiri kwa wakati Yesu anazaliwa na huduma inaanza, hakuwa na wachawi? Si walikuwepo? Na ukiangalia hata pamoja na Herode, pamoja na wengine, si walitaka kumwangamiza na si hawakumweza. Ina maana Yesu wachawi hakujaribu kumloga. Mbona si walimweza? Lakini bado tunaona kwamba
Biblia inasema tusiamini kila roho. Tutajifunza, ukijifunza utawekwa huru kwamba sitaki kuamini kila roho, sitaki kuamini kila unabii, sitaki kuamini kila nabii. Na sisi ndani na yeye ndani yetu na maneno yake kaa ndani yetu, sisi tuna mamlaka yale ambayo ametupa ya kitawala. Tuna nguvu, tuna uwezo kwa sababu yeye anatenda kazi ndani yetu. Nakumbuka mtumishi wa Mungu mmoja nilipata kusoma ushuhuda wake. Alikuwa ni askari wa taifa la Afrika Kusini kabla hajaokoka. Anasema kwamba ukatika walikuwa wanakabiliana na majambazi. Wakati wanakabiliana na majambazi, yaani yeye anatokea tu kwenye kona, kumbe jambazi amemwona yeye hajamuona. Akamwaya, akampiga shaba. Lakini anasema anachokumbuka tu alisema Yesu niokoe. Walizosifu. Na kwamba yaani yule mtu kutoka pale akawa yaani wanajua huyu mtu amekwisha. Mpaka wanampeleka hospitali tu kwamba sasa taratibu zingine zikaendelee. Lakini wakati wanaendelea yuko pale, wakashangaa wale madaktari. Wanashangaa huyu bado anapumua. Yaani kwamba alizima alafu akazinduka tena. Unani pale kutoka akasema asante Yesu. Sasa piga mtu amepigwa shaba ya kichwa. Na tunajua hawezi kupona. Haleluya, haleluya. Lakini alipoamka aliposema tu asante Yesu, wakashangaa. Kwa madaktari wanahangaika tu kufanya operation, kutoa risasi. Sasa kitu ashangaza. Mtu akishapigwa yaani tayari amesha, kama ni ubongo ungesha sabaratika huko. Akashangaa anapona haraka sana. Akashangaa anatoka kutoka pale, akasema hakuna kazi nyingine yote ambayo mimi nitaifanya isipokuwa na kumtumikia Mungu. Na akaanza kuambatana, akaanza kwenda kwenye huduma. Alikuwa anatoa ushuhuda, alikuwa kwenye huduma moja ya mtumishi wa Mungu mmoja wa kimataifa ambaye alikuwa anahubiri ulimwengu mzima. Haleluya, haleluya. Akasema jamani, Yesu kweli, yaani kweli nimejua kweli Yesu ni Mungu, kweli ni Bwana wa ufufuo, yaani Bwana wa uzima. Mimi kwa vile risasi niliyopigwa ilikuwa kuna namna yoyote ambayo ningeweza kuwa hai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa huyo kumbuka amekuja kujifunza kupitia matukio shida. Sasa sisi tuliopata nafasi tusiwe wavivu wa kujifunza. Hebu tujifunze neno la Mungu. Hebu tuwe wahudhuriaji wazuri wa ibada. Tuzilie vizuri semina zinazohusiana na neno la Mungu. Na sasa hivi kuna njia mbalimbali unaweza kujifunza. Lakini kumbuka kuna nafasi kumwomba Roho Mtakatifu akuongoze. Si kila kile kinachozungumza na kufundisha ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiwa, ndio maana nasema mtaijua kweli, yaani mkilijua neno la Mungu, ukiwa mwanafunzi wa neno la Mungu, neno la Mungu litakuweka huru kwa sababu litakuondolea mashaka kwamba kama ni uponyaji uko kwake. Neno lake linaponya, na bado kuna shuhuda za watu wengi ambao waliponywa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kufufua wafu, wala sio kwamba kwa Mungu hilo ni dogo sana. Watu wengi walifufuliwa, na wengi wanafikiri wakati wa Yesu tu. Soma Biblia, utaona hata kabla Yesu kuna watu Mungu aliwafufua. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka wakati Elia, wakati Elisha, na wakati mwingine hata Paulo mwenyewe wakati anahubiri, mtu akadondoka kwenye dari na alikata moto kabisa, kama sasa hivi anasema alikata moto. Lakini Paulo alipomwombea yule mtu akarudi tena, moto karudi. Haleluya, haleluya. Kwa lakini kumbuka, yani kwamba yale yaliyoandikwa ndio ambayo yanatakiwa tuyafanye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vinginevyo kinyume chake, kwamba watu watashindwa kuelewa kwamba kinachosababisha utumwa, na utumwa siku zote unaleta hofu, unaleta mashaka, unaleta kutojiamini, ni dhambi. Na dhambi ni uovu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usije ukachezea wala ukachezea wala ukarahisisha juu ya dhambi aina yoyote.
ile dhambi inampa nguvu shetani, kwamba kumbuka, Mungu wewe ni hukumu kwa sababu mimi nilikuasi, na dhambi ni wasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyu ni wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwimbaji mmoja anasema Mungu na shetani wako kwenye kampeni. Si mnasikia kule wimbo? Watu patupu. Ile ni hadithi ambayo yule ni msanii lakini ametunga, amefikirisha, ametengenezea muzika. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba yule kwa mwanadini anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Anaelewa kabisa, yaani maana yake ufahamu anao lakini hana maarifa. Hayuko tayari kujifunza aelewe. Hataki kukaa ndani ya Yesu. Maana yake hataki kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hataki kutawaliwa na yeye. Hataki Roho Mtakatifu ali ndani yake ndio amfundishe, amuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi wanapenda uhuru huko, kwamba kama ni kuzuia bana atauzuia. Kama ni huduma zote tafanya. Kama kuhubiri nitahubiri. Kama ni kufundisha tafundisha. Lakini kuacha kile hapana. Yaani kuacha ile bwana. Lakini hiyo ndio Yesu alikuwa anawafundisha. Hayo mnaong'ang'ania ambao sasa mbele za Mungu ni machukizo, ni maovu, ndio ambao anawaletea utumwa. Kwamba huwezi kumshinda shetani ukiwa na mambo yake. Huwezi kumshinda shetani ukiwa tayari wewe umekumbatia maovu yake. Yaani kwamba unaingia ibadani lakini wewe bado ni mshirikina. Haleluya, haleluya. Yaani unaingia ibadani lakini wewe bado ni mzinzi. Unaingia ibadani lakini wewe bado ni mwizi. Unaingia ibadani hata utoe sadaka nyingi, wewe ni jambazi. Bwana Yesu asifiwe. Ila tuje hawajakujua. Unaingia ibadani lakini wewe ni msengenyaji. Unaingia ibadani lakini wewe una wivu, una fitina. Sasa vile unaweza ukaonekana mbele za watu na ukapata sifa. Ni kweli ukapata ukaonekana kwamba labda una uwezo mkubwa. Kwa sababu usielewe kwamba hata kama utapata kwa njia isiyo halali, yaani wewe ni mdhulumaji, wewe sio mwaminifu kabisa. Ni kweli watu sadaka utaleta, watu utakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Utakushukuru, utachangia kweli, utakushukuru. Lakini Mungu Yesu hapo anataka kusema kwamba ukikaa ndani ya neno lake, hata masuala ya mafanikio kihalali kabisa, kiuchumi, yenye baraka, ambayo itakuwa kwanza ni kwa faida yako hapa duniani na kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ni pale utakapo kwa Yesu pia kuna mafanikio, kuna baraka, kuna utajiri na heshima vinatoka kwake kwa njia halali ambayo itakuletea amani. Lakini hao mambo mengine hatakuletea amani, yatakuletea hofu, yatakuletea mashaka. Na mashaka anasema huyu hajakamilika katika imani. Maanake huyu bwana kwa nini ana hofu? Kuna mambo ambayo ndani yake ya dhamiri yake na mhukumu kwamba ingawa bwana watu hawajui, lakini wewe huko shetani anajua na Yesu anajua kwamba wewe una mambo ambayo ni ya kishetani. Na shetani anajua na mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale ambapo mtu anaomba anaona mbona mimi sijibiwi. Kumbe ni kwa sababu ni mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu atatuweka huru pamoja na magonjwa. Atatuweka huru pamoja na umaskini. Atatuweka huru pamoja na ujinga. Haleluya, haleluya. Lakini pale tutakapokubali kukaa ndani ya neno lake, na tutajua kabisa kwamba kumbe mimi atatuweka huru kabisa kwamba kumbe mimi mwenyewe ninaweza nikaongea. Kwanza nijue atatuweka huru na ujinga kwamba Mungu ni mwenye upendo wala sio katili. Kwamba nikimwendea nikimwomba atanisikia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa mtu amepungukiwa na imani aombe kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Yetu Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake tukijifunza, tukipata mafundisho yetu, tukikaa ndani ya Yesu na tukafukaa katika mafundisho yake, tutajua ukweli, uhalisia. Na hiyo ni kwamba kumbe mimi ni mtoto wa Mungu. Biblia inasema kwamba sasa mimi si mtoto. Mungu si baba yangu. Si namwendea kama baba yangu.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba yangu hapendi nini? Hataki maovu yawe ndani ya moyo wangu. Kwa nini? Biblia inasemaje? Inasema Mungu asikii wenye dhambi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nikiwa na dhambi ya kwanza kwamba nikitenda dhambi, wanasema imeandikwa, Shetani usinibabaishe kwamba wewe sikutasamehewa. Hakuna. Maadamu amenipa neema ya kuendelea kuwa hai. Biblia inasema kwamba inatakiwa kwanza tutubu dhambi zetu. Mlango wa rehema ni toba tu. Ziungame, maana nasema tutubu lakini pia tuziungame. Wanasema kuna kurepent na kuconfess. Bwana Yesu asifiwe. Yaani niwe dhahiri, ziumbuliwe kwamba Shetani sasa ajue kwamba mimi si wake tena. Haleluya, haleluya. Ambao wengine katika ile sala ya toba kuna mahali tunasema namkataa Shetani na mambo yake yote, najitoa kwako Mungu Baba, nikutumikie maisha yangu yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu alikuwa hapa, Yesu anataka ajue kwamba ichukieni, kimbieni dhambi, jilindeni na dhambi. Dhambi ndio inaleta utumwa, ndio inaleta uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya dhambi kuna mauti. Ni maana kuna mauti inaweza kafisha mambo mengi, inaweza kafisha hata shughuli zetu za kiuchumi, lakini tukiwa naye ndani yetu ndiye tayari tunakuwa na uhuru. Tuna uwezo, yani hatutaogopa kwamba kama kuna mali tukiambiwa kwamba tuwekeze mahali hapa tutawekeza. Hatutaogopa kwamba hapa watu sijui hapa zai kitu, tutasema hapa kama ni shamba tutalima hapa, kama ni miogo tutapanda hapa. Wanasema hapa kuna ukame, tutasema tunaye Mungu wetu ambaye ni mfalme wa mbingu na nchi, kwamba nikilima atanyesha mvua itashuka na nitapata mazao. Nitafuga mifugo, wanasema huku kuna ugonjwa unaua mifugo, nasema Bwana ataponya mifugo yangu. Bwana atabariki kazi ya mikono yangu. Bwana Mungu anahitaji kwamba nitakapoendelea kufanya kwa imani, maana nitakuwa mtu wa kuchukua hatua, kwamba maadamu naye Mungu tayari, hakuna mtu mwingine tena wa kwanza kunidanganya, hawezi kunidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwamba kama nikitaka nini, Mungu amesema nini? Nataka baraka, nataka madirisha ya mbingu yafunguliwe. Mungu ameeleza nini? Na ukifanya, Mungu ni mwaminifu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lakini bado utasema bado Roho Mtakatifu yuko pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu alibariki neno lake kwamba tukikaa katika pendo lake, kwamba tukimwamini Yesu Kristo tutajua kweli, na hiyo kweli na tutawekwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufunike macho tuombe. Hebu tumshangilie Mungu kwa ajili ya neno lake aliyotupa.